Katika dini yetu hii ya Uislamu ipo misimu ambayo ndani yake ni misimu ya kufanya sana ibada na ni misimu ya kujiacha au kujitenga mbali na maasi pamoja na madhambi. Misimu hiyo pindi inapofika, watu Waislamu waumini inatakiwa wajishughulishe sana na kufanya ibada na kujitakasa kwa Mola wao. Na pindi inapofika misimu hiyo, watu inatakiwa wajishughulishe sana na ibada. Lakini miongoni mwa misimu hiyo tukaambiwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, atakum ramadhanun shahrun mubaraka, kwamba umekujieni mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa baraka, mwezi wa kuyachoma madhambi. Yaghshakumullahu fihi, katika mwezi huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anashusha rehema zake, anatoa rehema zake, kisha anafuta madhambi. Na katika mwezi huu tunaambiwa milango ya pepo inakuwa iko wazi kabisa. Lakini ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndio katika misimu ambayo ni misimu mitukufu, mpaka wanazuoni wakafananisha miezi hii ya mwaka mzima, wakafananisha na watoto wa Sayyidina Yaqub, wakasema ashuhuru ka auladi Yaqub, kwamba miezi ipo kama watoto wa Sayyidina Yaqub. Sayyidina Yaqub yeye alikuwa na watoto 12, alikuwa na watoto 12, Sayyidina Yusuf na wenzake 11. Kwa hiyo Sayyidina Yusuf, Sayyidina Yaqub watoto wake walikuwa ni 12 na miezi katika mwaka ipo 12. Sayyidina Yaqub katika watoto wake wote 12 alikuwa akimpenda sana Sayyidina Yusuf, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika miezi 12 yote mwezi anaupenda sana ni mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Watoto wa Sayyidina Yaqub 11 walirudi kwa kuomba msamaha, kwa walirejea kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mola wao, kwa kumuomba msamaha ndugu yao Sayyidina Yusuf. Na sisi pia waumini Waislamu huwa tunaomba msamaha katika miezi yote 12, tunarejea kwa Mola wetu katika mwezi huu mmoja mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kupata maghfira na rehema za Mwenyezi Mungu. Lakini pia katika mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao watu inatakiwa wawe ni watu wenye kuweza kujitolea, ni watu wenye kuweza kufanya mambo ya ihsan. Jambo lolote linalotakiwa mtu kusaidiwa katika mwezi huu, basi mtu anatakiwa ajishughulishe, kwa sababu tumeambiwa mwezi huu ni mwezi wa kusoma Qur'ani, ni mwezi wa kufanya sana ibada, ni mwezi wa kujitolea sadaka. Kwa hiyo mwezi huu ni fursa hii ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni bonus ambayo tumepewa, inatakiwa tuitumie vizuri ili kesho akhera tusije tukaja kujutia na tukaanza kuzilaumu nafsi zetu wenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kuweza kutumia msimu huu uliopewa zawadi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uzuri na kwa kufanya ibada na kwa kuyafanya yale anayopenda na kuyaridhia.